tulichaguana 2017 hapa seminary. Nilipanga laini kuanzia saa 10 asubuhi. Nikapiga kura saa 6 mchana. All that long nilikuwa kwa laini nikifanya uchaguzi. Na watu wote nilichagua walienda tu. Niko kuchagua na 2022. Why? Nichague ni ya nini sasa? Sioni kitu uchaguzi inatusaidia sasa as Kenyans. Inatusaidia na nini? Hata wewe ukiangalia by friend. Kuna haja. Na ni message gani ungetuma kwa viongozi ambao watachaguliwa 2022? Ama saa hizi wale wako saa hizi? Kwa viongozi wale wako saa hizi nikianza na hao, in fact they need to change, wasaidie raia wa Kenya. Haimaanishi ya kwamba mtu akuletee chakula kwa meza. Hapana. Watafute zile mambo mkakati walituahidi watatuwekea. Waziweke saa hizi. Yes, sio lazima ukiingia pale ufanye nini? Uchukue mali yako upatie wale watu walikuchagua. Lakini zile vitu walisema wanaweza kutu uplift naye kimaisha. Watusaidie na sisi kwa sababu sisi wana Kenya tuko na nguvu zetu za kufanya kazi. Wafanye nini? Watu uplift ili standard yetu ikuje juu, itoke mali tulikuwa chini. Sasa tunachaguana tukifikiria tutatolewa hapa chini tukuje juu. Ukisafanya hivyo unakuta tu mahali ulikuwa hata bado unarudi kunyanyaswa zaidi, kwa sababu sasa unakuta uchumi inaenda juu, wewe una chochote, you are lagging there. Huwezi enda uibe kitu ya mtu. Huwezi enda. Hizi mafans nasikia zinakuja, sisi hatuzioni, au ukiuliza hakuna hata mtu anakuelimisha. What do? You remain blind, mahali ulikuwa blind. Mwenye angekufungua macho ndio huyu amekutoroka baada ya kukuahidi ya kwamba atakufungua macho. Utafunguliwa macho na nani? Nani hao ndio macho yetu. Unamchagua ukijua ya kwamba kesho atakufungua macho, ufanye nini? Upige hatua mbele, lakini hawezi kutufanyia hivyo. Katika uongozi wa hapa Kajiado, naweza sema sana kuhusu Kajiado juu mimi ni mkaaji wa hapa for a long time. Nikianza from grassroots tunaongea kuhusu MCAs wetu wa hapa Kajiado. To me, naona kama hajasaidia kazi ya hapa chini. The reason as to why nasema hivyo, tulichaguana. Baada ya uchaguzi, yale yote MCA wetu wa hapa alituahidi, hakuna hata moja ametekeleza. So MCA wetu ametufail totally. Nikikuja kwa mbunge wetu pia amefuata ile mtindo imefuata na MCA, hata mbunge wetu amekuwa naye. Haonekani, tulimchagua na vile aliingia hajarudi hata kwa electorate wake mpaka saa hii. Hatuelewi ako wapi. Shida ni yale tu alituacha naye. Vitu alituahidi hakuna hata moja ametekeleza. Well, tukikuja kwa senator wetu, my friend, Kajiado tuko nyuma on the side of development. Iwe senator, hakuna kitu senator amefanya. Tuko na governor sasa mwenye amesimamia Kajiado as a county. Governor naweza sema ya kwamba ni kama amekuwa selective. Should I say so? Yupandia kwetu huku, hata wakati huu ambapo watu wamekuwa na shida, hatujaona governor kama amekuja amesimama strongly kama governors wengine in some other counties kusaidia watu wa Kajiado as a whole. Kwa hivyo my friend, on the side of political development in Kajiado West, mahali tuko, we are lagging behind. It doesn't necessarily matter ya kwamba tunataka kuona governor the way now we are with you, but we hope to get his speech ya kwamba area fulani ya Kajiado inatakana tufanye nini, inatakana wafanye hivi na hivi kulingana vile mahali alisema. They can reach us without him coming there.
so long as he has directed his people to work with those electorates. Unataka kusema hakuna kitu chochote mmefanyiwa na wanasiasa? Hakuna kitu chochote my friend tumefanyiwa na wanasiasa in this grassroots. Barabara, hakuna barabara imetengenezwa? Hakuna barabara, hao watu wametutengenezea hapa. Soko ya Kiserian naona inajengwa. Soko ya Kiserian hata kama imejengwa siwezi sema ya kwamba imekamilika vizuri, lakini kufikia mahali imefika, that is not enough to me. Na hata soko kama imejengwa, it can't absorb watu wa Kiserian wote ama watu wa hii area yote. Hiyo biashara ya hiyo soko watu itabeba, doesn't mean ya kwamba watu wa Kiserian wote watakuwa wametosheleshwa na hiyo soko ikijengwa. No way. Kiserian sasa imepanuka. It has got so many it has got different tribes. It has got these people are working on the ground, wanatengeneza biashara tofauti. Na hizi biashara zao ndio walisema wata uplift. They have done nothing. Soko ndio ile hata kama inajengwa inaenda na mwendo wa kinyonga. Ijaisha. Ukiona watu wako nje ya soko mpaka waleo, wale watu wote hawatafiti kwa ile soko. Well, mbunge wetu wakati aliingia alisema ya kwamba atatuwekea especially kama hapa sokoni, alisema atatutengenezea soko, uplift biashara ndogo. Hajakuja hata kwa hizi biashara zetu ndogo aone ni nini anaweza fanyia watu wale wafanye biashara. Jambo la pili alisema ya kwamba atatuorganizea magroups kuja atuunganishe pamoja bila kuangalia differences za watu, lakini hayo yote hajakaribia kutuonyesha ya kwamba ako with us vile tulimchagua, vile alitupatia huko wakati tulimchagua. Hajafanya hizo hata moja. Well, MCAs alituambia atatutengenezea hizo mabarabara. Ona, ukiangalia barabara hii ya Dam Road, hii barabara saa hii ikinyesha kidogo hata pikipiki haipiti. Hiyo ni kitu moja muhimu MCAs alituahidi atatufanyia. Alituambia atatutengenezea hizi vitu kama hizi mabarabara zetu. MCAs alituambia atatuupliftia mambo na education. Sasa tukiangalia hata hapa mahali tuko, watoto wetu hata hawezi, yani hata chochote kuhusu education sisikia MCA akiongea. Ofisi ya MP inakuanga wapi? Ofisi ya MP ofisi ya MP kenye najua former MP tulikuwa tunakutana naye Ngong. Hiyo ndio ofisi ya mwisho tulikuwa, lakini this current one nilisikia ofisi imehamishwa Kisamis. So Kisamis hatujawahi aliko ya kwamba MP wetu wako Kisamis tuende tukutane na yeye Kisamis. Hatuwezi enda juu ujaambiwa MP yenu is in Kisamis. Nendeni Kisamis mkutane MP yenu. Sasa given date ama sasa given day. Ni hao wenyewe inatakana waambie electorate wao ya kwamba siku fulani anakutana na watu wake. Lakini hayo yote haiwezi tendeka kwa sababu waoni, hawaongei. MP wenyu anaitwa nani? MP wenyu anaitwa nani? MP wetu anaitwa Songwe. Yes. Na ni mtu tulikuwa tumeamini. By the way, wakati alikuwa councillor before hii mambo ya MCA, Songwe was a person ambaye alikuwa anakuwa na watu karibu. Lakini tangu tumchague as MP, we don't know what has happened. Songwe hawezi karibia watu siku hizi kama wakati alikuwa councillor. Yes.